ni askari ambaye tuko naye siku nyingi barabarani, tunamuona siku nyingi tukiwa kazini kwetu. Yani kwa ufupi ni mtu ambaye tupo naye kazini kwetu. Ni naye ni sehemu ya kazi yetu kwa sababu muda mwingi tupo naye barabarani, tunamuona muda mrefu sana. Afande Marcus bwana, kwa kiasi kikubwa sana kwenye eneo hili la Kitonga anatusaidia sana kwa kiasi kikubwa. Japo ni sehemu ya majukumu yake. Anachokifanya anatekeleza majukumu yake, lakini kwa kiasi kikubwa anatusaidia sana kwa sababu muda mwingi yuko eneo hili la Kitonga, yuko around. Muda mwingi sana yuko around eneo la Kitonga. Anapambana sana na kunasua nani vicheche vya barabarani, gari mbovu. Alafu ni mtu ambaye yani ni mtu kwa ufupi ambaye yuko fair kwanza, kwa sababu akikuta vicheche barabarani mwepesi kujitahidi kufanya majukumu yake ya kukwamua magari mabovu, kuondoa vicheche barabarani. Ni mtu ambaye ni mwepesi sana kufanya majukumu yake kama haya. Mchango mkubwa sana wa Marcus kutusaidia kumaliza huu mlima kwa haraka ni pale anavyofanikisha kunasua magari mabovu barabarani, kuyaondoa. Alafu saa nyingine hata kama sio gari mbovu, akikuta tu mtu ambaye anaenda taratibu, Marcus ni mwepesi kuangalia usalama wa mbele, usalama wa nyuma, na kukuruhusu ambaye una uwezo wa kwenda uende, uondoke. Anakuita bwana twende, unakuta yuko ubavuni mwa gari yako, anaangalia usalama wako mbele, bwana twende mbele, kuna ruhusu. Ni mtu ambaye yuko fair sana. Anapoona gari zingine zina delay anatusaidia sana kututoa wengine ambao tuna uwezo wa kwenda mbele na kuangalia usalama wa sisi madereva. Nashukuru sana kwa kazi nzuri anayoifanya na tunampongeza kwa kazi nzuri, na jeshi letu la polisi lote nawapongeza sana kwa kazi nzuri anayoifanya hii Kitonga yetu hii, kwa sababu ya kuepusha ajali ambazo magari mengine yanafeli, yanafanya nini. Yaani unajua hizi magari mengine unakuta unapanda na mtu gari yake haina uwezo, inafeli. Unapofeli yeye anakuwa sio yeye, ni gari tayari inakuwa imefeli yenyewe. Sasa anashindwa kujitetea. Hapa tunakuwa jirani. Kwa hiyo tunashukuru sana anatoa jamu hii Kitonga. Tunampongeza sana. Pongezi nyingi sana tunampa. Mimi nikiamka asubuhi cha kwanza naamka saa 11 kamili. Dakika 10 za maombi. Baada hapo najiandaa kwa ajili ya kuja kazini. Kwa hiyo baada ya kufika kazini cha kwanza kabisa naanza kupiga patrol naanzia mwanzo wa mlima mpaka mwisho wa mlima kuangalia kuna changamoto gani ambayo iko barabarani. Na nikikuta changamoto lazima niziondoe kwa haraka sana, kwa sababu hii barabara sasa imekuwa ina magari mengi mno, kiasi kana kwamba ikiharibika gari moja tu na maana njia inakuwa ni moja, kiasi kana kwamba tayari ikikaa ndani dakika 10 tu tayari barabara inakuwa ishazidiwa, yani magari inakuwa tayari inakuwa ni jamu ambayo ya kutosha. Kwa hiyo ninachokifanya, kuna mnyororo maalum ambao mimi nilinunua. Kwa hiyo nachukua mnyororo na kuja hapa nafunga kamba, na muomba dereva anayepanda, jamani naomba msaada wako tusaidie. Na baadhi ya dereva hawana shida. Kiwaambia sababu wameshanielewa kazi yangu kubwa ni nini. Kwa hiyo wanafunga, tunavuta, tunaweka kwenye leba, baada hapo njia inafunguka, inaendelea kuwa vizuri. Changamoto iliyopo ni madereva wengi, yani madereva, unajua shida inayokuja ni madereva, kila dereva ana haraka. Na kuna magari mengine hayana uwezo wa kupanda Kitonga kwa dakika 10-15. Kuna gari hapa inapanda saa nzima. Kwa hiyo dereva ukimkuta namna hilo, ukimuelekeza bwana hebu paki pembeni, kwa sababu kuna leba nyingi ambazo zimewekwa Kitonga kwa ajili ya mtu ambaye ana uwezo anapaki. Wengine wanaendelea na safari. Baada ya hapo, sasa wakati mwingine mtu akiwa msafiri kumforce kwa lazima, sasa wakati mwingine nikamblock, nikamsimamisha, nikasimamisha huku na huku, baadaye nikawaruhusu wao wenye uwezo waondoke, baadaye naambia hamna shida na wewe endelea na safari. Kwa kweli najisikia furaha. Kwanza najisikia furaha na furaha, so furaha ndogo, na furaha ya kutosha, kwa sababu kwamba bahati nzuri ambayo pamoja na madereva wao kunipenda kiasi hiki tunachokiona, lakini bado hata ofisini kwangu kiongozi wangu RPC kwa kweli ananielewa sana. Ananielewa sana, na hivi ninavyokuambia, mwaka jana nilipata zawadi, mwaka juzi nilipata zawadi ya mfanyakazi bora, na mwaka jana nilipata zawadi ya mfanyakazi bora. Kwa hiyo najisikia hata ndio maana hivyo madereva kwa hivi, yani nimejisikia furaha zaidi. Kwa kweli kutokana na hii yani kupata umaarufu wa ghafla, mpaka mama yangu mzazi sasa amesilimu, amekuwa Mkristo. Mama yangu mimi ni Muislamu, sasa hivi kasilimu kwa Mkristo. Kwa hiyo ameanza maombi kiasi kana kwamba mpaka mwenyewe anaanza yani mwenyewe sasa, yani mpaka najisikia raha. Kwa nini amesilimu? Babangu mimi ni Mkristo, mama mimi alikuwa Muislamu. Kutokana na tatizo hili mama amesilimu sasa kuwa Mkristo. Ameona ni baraka. Ni baraka kubwa sana.
una ujumbe gani kwa mama? Mimi kwa kweli mamangu namshukuru sana, nimpende sana kama mamangu mzazi. Mungu ambariki sana kwa maamuzi aliyochukua. Na mimi nitaendelea kumbariki vile vile. Unajua ukitaka kuona la dereva muelimishe. Yaani dereva hata ukimkamata na kosa muelimishe kwanza. Ukishamuelimisha atakuelewa vizuri sana. Lakini sasa sisi kibaya zaidi unakuta mtu unamkamata mzee ambaye ana miaka 60, mpe heshima yake kwanza. Hata kama ana kosa, mzee shikamoo. Mzee afanye 1 2 3. Mzee anakuelewa na anaweza kalipa faini bila shida, sababu kwanza umemheshimu umri wake. Pili umemwelekeza kosa alilofanya. Sasa hamna shida, faini niandikie. Tena kwa furaha zote. Na ndio maana madereva wengi wanaelewa. Siwezi kuandika faini kwa dereva bila kumuelimisha. Mlima Kitonga kuboresha kikubwa ni utanuzi wa barabara. Barabara ikitanuliwa tutafanikiwa kutoa hii jam kwa wakati sana. Kwa sababu wakati mwingine hivi unavyoona njia kwa mbili, kiziba gari hapa dakika 20 tu na matari magari yako kizaidi ya kilomita 3 kilomita 4 ndani ya barabara. Kwa hiyo kikubwa tuombe serikali hii barabara itanuliwe ili tufanye tufanye urahisishaji wa watu waende kwa wakati. Tuliona kuongeza nguvu hapa tuweke pikipiki. Lakini ziko pikipiki 2 kwa sasa, ambayo in charge ndio huyu Major Marcus ambaye anafanya patrol kwenye mlima kupanda juu na kushuka chini, lakini ziko 2, kuna mwenzake anasaidia naye. Lakini hata mpaka sasa hivi tumeongeza pia pointi kwa maana ya idadi ya askari kwa sababu ya kuongeza udhibiti, kwa sababu hapo nyuma hapa ilikuwa ni muda wote ni jam. Kwa hiyo ili kudhibiti pia nataka sisi tuhakikishe kwamba kila eneo tunalisimamia. Kama unavyojua baadhi ya madereva wa kwetu hawaogopi sheria, ila wanaogopa kuona askari. Sasa kuna wakati mwingine tunarespond kulingana na mazingira jinsi yalivyo, lakini tutachukua hatua kali sana kwa wale ambao wanakiuka. Wapo ambao bado sio wasikivu, analazimika kuovertake, eneo lenyewe kama mnavyoona ni hatarishi. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa makusudi ili tuweze kuboresha utendaji hapo, ili madereva wapite kwa usalama na kwa wakati. Hata hivyo tuna mpango mkakati wa kuongeza pikipiki nyingine, kuongeza zaidi wigo wa doria kwenye eneo hili la mlima, ambapo kidogo changamoto kiasi kidogo tu inakuwa kubwa. Kwanza ni usimamizi. Tuko naye karibu na tumemtrain. Baada ya kumtrain ni mtu ambaye anafundishika, lakini pia mwenyewe ana nidhamu ya kutosha, kwa sababu kazi yake anaifanya kwa moyo na kwa upendo. Kwa hiyo anafikiri na kutenda kama mwenye mali kwa maana ya kazi yake na wala na wahudumia. Kwa hiyo anatoa huduma bora kama ambao tungetegemea sisi viongozi wake. Kwa hiyo tunaendelea kumjenga zaidi, kwa sababu anahitaji mafunzo zaidi, lakini bado kuna wengine ambao tunaanza kuwafundisha ili kusudi tuongeze wigo wa utendaji. Wito kwa madereva kimsingi ni kwamba kwanza wazingatie sheria za usalama barabarani, waangalie maeneo yote ambayo ni hatarishi, wasithubutu kufanya kitendo cha kulipita gari jingine bila kuona mbele ambako ni salama. Wapo ambao wanafanya hivyo. Hata hivi tunapita, tumeshakamata madereva kadhaa barabarani ambao wanafanya ndivyo isivyo. Kwa hiyo tahadhari ni kitu cha muhimu ili kuokoa maisha na mali za Watanzania wengine ambao wanatumia barabara.